ujio wa tamasha la muziki wa asili ukihusisha tarabu ya Zanzibar na Italia Officina Zoe sio tu linaimarisha uhusiano na kupeana uzoefu katika sanaa utamaduni, bali linaongeza fursa uchumi kupitia sekta ya utalii. Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Dr. Abudu Suleiman Jumbe, ametoa kauli hiyo katika mkutano na waandishi wa habari, ikiwa ni kuelekea katika tamasha la sanaa litakalofanyika Juni 6 mwaka huu 2026 katika bustani ya Forodhani mjini Unguja. Ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati kabisa kwa mara nyingine tena viongozi wetu wa kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuiongoza vyema nchi yetu ya Tanzania, na hasa katika kuitangaza Zanzibar na Tanzania kwa ujumla katika medani zetu za utalii, sanaa na utamaduni na urithi wa kihistoria na urithi wa mambo ya kale. Ndugu zangu, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale pamoja na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa pamoja tunawapongeza sana wenzetu wa Dhow Countries Music Academy na mahala ipo hapa kwa juhudi zao kubwa za kuendeleza kuitangaza Zanzibar kupitia muziki asili wa taarab, na pia kukubali kwao kwa moyo mkunjufu kutumbuiza kwa pamoja na wenzetu wa Italia. Lakini pia tunawapongeza na kuwashukuru na kuthamini ushirikiano uliopo kati ya Zanzibar na Italia, na hasa Mheshimiwa Balozi wa Italia hapa Tanzania, Mheshimiwa Coppola Giuseppe pamoja na Balozi wa heshima Stefano Tordisco kwa kutupa fursa hii, na kwa pamoja tuna nafasi ya kuifanya Zanzibar kuwa kitovu kikuu cha utalii wa muziki asilia pamoja na Italia wa nchi, lakini pia na mabara tofauti, na kurefusha diplomasia yetu ya uchumi kupitia muziki asilia wa nchi hizi mbili. Kwa upande wake, balozi wa heshima wa Italia Stefano Tordesco amesema anauona muunganiko wa utamaduni wa Zanzibar na Italia, huku akitegemea kwa Juni 6 kutakuwa na watu wengi kushuhudia tamasha hilo. Zanzibar is also our home, and for us it's very important to arrange an event like that because culture is especially for our ambassador Joe Coppola. He put in one of the first point of his mission is expand our culture, Italian culture, and the music is part of the culture. Especially, of course, this is one traditional music from the south of Italy, very sound, very rhythmic, something, but it's part of our culture, of course. So we're expecting the 6th June in Forodhani. We're expecting for sure a lot of people to participate to the event. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Makame Machano Haji amesema Wizara ya Habari inaahidi kutoa kila ushirikiano katika kufanikisha tamasha hili, kwani hiyo kwao ni fursa kubwa katika kuimarisha sanaa, utamaduni na uchumi, huku akiwataka wanahabari kutimiza wajibu wao katika kufikisha ujumbe huu kwa jamii. Ni dhahiri kwamba Wizara ya Habari, ushiriki wetu tunakuhakikishia utakuwa ni mkubwa na utakuwa wa kila pale ambapo tutahitajika. Kama itakuwa ni shamba, tutakwenda huko shamba, na kama ni Forodhani, tutafika Forodhani. Kwa maana ya wizara tutakuja wote. Agizo hili ni la waziri. Amenipa maneno mawili tu, mshukuru katibu mkuu, lakini waagize wanahabari, habari hizi ziende kwa usahihi na ziende vizuri kwa jamii na ngazi mbalimbali. Kuhusu ushiriki wa DSMA, mkurugenzi wa taasisi hiyo Madam Halda amesema wanaiona ni faraja kwao, kwani itawaongezea uzoefu wa muziki wa Zanzibar. Fursa kubwa sana kwa wanamuziki wetu kufanya mashirikiano haya na mabadilishano ambayo wataenda experience kupata ujuzi tofauti na wanamuziki wa kongwe wa kutoka nchi za nje. Hivyo ni fursa kubwa sana kwa wasanii wetu na muziki wa utamaduni kwa kufanya mabadilishano haya ambayo ni kutangaza
utamaduni wa Zanzibar pamoja na wasanii wetu. Hivyo tuna furaha sana na tunashukuru sana kwa nafasi hii ambayo imeona umuhimu wa kazi ambayo tunazifanya za muziki wa utamaduni wa Zanzibar, ambao tutaenda zaidi kupromoti kwa kupitia wanamuziki hawa wa grupu hili la Officina Zoe kutoka Italy. Hafla hiyo fupi ya utambulisho wa tamasha hilo imefanyika katika ukumbi wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar. Imehudhuriwa na wakurugenzi, watendaji na wadau wa utalii na sanaa. Tamasha hilo la muziki, sanaa na utamaduni linaambatana na kuadhimisha miaka 80 ya taifa la Italia na miaka 65 ya mahusiano mema kati ya Tanzania na nchi ya Italy.